kama ulivyosema, takriban wiki moja na nusu niko nje ya mji wa Dar es Salaam, lakini sikutoka nje ya Tanzania, nilikuwa tu katika mikoa ya Tanzania, lakini sasa nimerejea salama, nina afya njema, nina nguvu, napaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na ardhi. Mengi sana yalijitokeza kipindi Mikoe Kisugu hayupo ndani ya Simba, kukawa kuna mvutano wa hapa na hapa. Kuna kitu ulio kikizungumza mara ya mwisho tulivyozungumza kuhusiana na kikao ambacho kuna sehemu kilikaliwa na watu ambao wanataka kuivuruga Simba, lakini punde si punde mambo yakatokea, tukashuhudia mwenyekiti klabu iko Ngorongoro, lakini wengine wako Rwanda, yeye akaita kikao Bunju na kumteua Crescent na kumteua Try Again, ambaye watu wengi ni kama Simba hamumuhitaji kwenye kikosi chenu. Yale ambayo ulikuwa unazungumza Mikoe Kisugu ndio kile ambacho kilitokea? Kwanza niseme ni kitu ambacho cha historia ambayo nazungumza, kwa sababu jambo lolote likishapita siku ya kwanza kenda siku ya pili na baki kwa historia. Na siku zote mwanadamu mzuri ni yule ambaye anapenda kuzungumzia historia iliyokuwa nzuri. Ni kweli nikiri kwamba hayo mambo yalitokea. Ni kweli nikiri kwamba mwenyekiti hayo mambo alifanya. Lakini mwisho wa siku management ya Simba wakakaa, wakayazungumza, yakaisha. Kwa hiyo itakuwa jambo la ajabu tena Salome kuyazungumza yale ambayo yaliyopita. Nafikiri kimsingi inatakiwa zaidi tuzungumze yaliyokuwa mbele yetu kuliko ninafanyaje yaliyopita. Kwa sababu naamini kwenye watu wengi mtazamo kwa mawazo kitofauti lazima uwepo. Haiwezekani hata siku moja wanadamu katika mtazamo mkae mfanani katika kile ambacho lengo na nia, kila mmoja anajua kitu ambacho anachokifanya. Na hii Salome inakuja kwenu nyinyi waandishi wa habari si kwa bahati mbaya. Kwenu nyinyi inakuja waandishi wa habari kama ni makusudi ambao mmekusudia kuiona Simba haiwezi kusimama kwenye umoja wake. Kwa nini nayasema haya? Leo waandishi wa habari ukiwepo mmoja wepo wewe Salome, ndio mnajaribu kutengeneza sitofahamu ndani ya klabu Simba. Kwa nini nazungumza haya? Salome, jambo limepita. Wana Simba wamekaa management, wamezungumza, wamekubaliana. Kama kuna mtu alikosea, kama kuna mtu alipatia, lakini mwisho wa Simba wametoka kwenye kikao, wametoka na slogan ya Simba nguvu moja. Lakini leo lazima niseme, nawapenda sana waandishi wa habari, sana zaidi ya sana. Na kwa nini nawapenda? Mmejaribu kunitengenezea kuwa na maadui wengi na kupunguza marafiki nilokuwa nao. Kwa namna gani Mikoe? Kwa sababu nyinyi ndio mnaonihoji, kuna muda ukweli wangu unapeleka kuwaumiza watu katika nafsi zao. Kwa sababu watu wale wao walikuwa na maslahi yao. Kwa hiyo unapokwenda kuzungumza kwenda kuua maslahi ya watu, maana yake nini? Maana yake unakwenda kutengeneza kuwa na maadui wengi, lakini unakwenda kutengeneza marafiki wachache. Jambo limekuletea maadui Mikoe. Lakini waandishi wa habari niseme mmekwenda kutengeneza taswira ngumu kwa Simba Sports. Mmekwenda kuwatengeneza wana Simba waamini kwamba Simba ziko mbili. Mmekwenda kuwatengeneza wana Simba kwenye vichwa vyao waamini kuna Simba ya Mo. Mmekwenda kuwatengeneza kwenye vichwa vyao waamini kwamba kuna Simba ya Murtaza Mangungu. Mnatukosea. Simba ni moja. Kama tulivyosema Simba slogan nguvu moja. Leo hii ili Simba ikamilike, kukiwa na jambo lolote, ninyi waandishi wa habari mlivyowajenga mashabiki wa Simba, azungumze Magori itaonekana kwamba Simba wa Mo wamezungumza, azungumze Murtaza Mangungu ili ionekane Simba ya Mangungu imezungumza. Lakini mimi naamini Simba. Leo hii Simba hapo nyuma ilikuwa inaendeshwa, kuna kundi au niseme kuna viongozi walikuwa wanaitwa kamati ya utendaji. Tunaelewana? Baada ya mabadiliko leo kuna wajumbe wa bodi. Kwa hiyo ninachoamini, mjumbe wa kuchaguliwa akisema Simba imesema, mjumbe wa kuteuliwa akisema Simba imesema. Leo kuna mjadala mkubwa. Ndugu yangu juzi, mimi naangalia, mimi sikuwepo Dar es Salaam, niseme ukweli. Mimi naangalia TV
Baada ya mpira kuisha kwa online, kuna mtangazaji mmoja anaitwa Jadu anahangaika kuwahoji tu, jamani, Mangungu mbona hajaongea? Wai Mwenyekiti azungumze. Nilitamani niwe karibu na Jadu usiku nimuulize, wewe toka umeanza uandishi wa habari, tamasha la Simba toka limeanza Simba Day, lini mwenyekiti wa Simba aliongea Murtaza Mangungu? Sasa ana miaka 6 kwenye Simba. Wai mwaka huu? Wanasema ndio. Kwa nini mwaka huu iwe hoja? Mangungu ana wanachama tangia anaingia madarakani, kwa sababu mfumo wa uendeshaji wa klabu ya Simba, mwenyekiti anaendesha wanachama na 51%. Leo Murtaza anakwenda kutimiza mwaka wa 6 Simba. Ana miaka 2 aliingia kulizevu nafasi iliyoachwa wakati na Swedi Mkwabi, ndivyo sivyo? Baada yake pale akaingia kwenye kinyang'anyiro akapata miaka mingapi? 4. Maana yake mwaka huu unaokuja mwezi wa pili Murtaza Mangungu anakwenda kutimiza miaka yake 4 kwenye Simba Sports. Kwa maana hiyo Murtaza Mangungu toka mwenyekiti wa Simba, Simba tuna matamasha 6. Ukiondoa la mwaka huu, mwaka gani Murtaza alichukua maiki akazungumza? Kwa hawana hoja. Maana yake waandishi wa habari, ninyi ndio mnatengeneza mkakati kwenda kuleta mgawanyiko kwenye Simba. Nyinyi ndio mnakwenda kuuliza maswali. Salome, leo nimeamka na wewe na hizi salamu Salome kwa watu kutoka Dodoma. Unasalimiwa sana Dodoma Salome. Salome uko maarufu sana Dodoma kuliko Kisugu. Nimezipokea. Lakini Mikoi, mashabiki pia mnaonekana kama mmejigawa tayari. Ukizungumzia na waandishi wa habari kwamba wanazungumza kuhusiana na Simba ya Mangungu pamoja na ya Magori, inaonekana mashabiki wenyewe wa Simba mmejigawa. Kuna mashabiki ambao wanamsapoti Mangungu na kuna mashabiki ambao wanamsapoti Magori. Mmejiweka hadharani Mikoi. Huyu shabiki mpaka anaongea anapelekewa na nani Mike? Kwa ongea hayo anayoongea. Tunapoelekea sisi mwandishi, lakini hatumwekei maneno mdomoni. Mnahoji. Hakuna shabiki Salome unampelekea Mike akakurupuka. Salome unakwenda hoji unasema kwa nini Mangungu akuongea? Mnahoja mkoji? Ngoja. Mnahoja mkoji? Inabidi Deriki, mnahoja mkoji? Tunahoji. Kuhoji tunahoji. Nisikilize. Sawa, tukubaliane kwenye maoni. Ajenda tunapeleka. Derek, nisikilize. Anayepeleka ajenda nani? Mwandishi. Kwa hiyo katika issue ikitokea ile chanzo anakuwa nani? Salome, semeni. Msikatae. Mmeniita mchana tuje kuzungumza. Mmesema tuna hamu na wewe, muda mwingi hamjatuona, hamjamniona na mmeniona. Na hili sio kwamba Salome, ngoja niwaambie. Salome, moja, Mwenyezi Mungu huwababaiki maneno yake, babaisha na nyosha. Nyinyi waandishi baadhi yenu ndio mmekwenda kutengeneza mazingira Simba sionekane kuna 2. Kwani mnakwepa? Mnajionyesha mitandaoni wanachama. Kwani mnakwepa? Mikoi. Kwamba hao wanamsupport huyu, hao wanamsupport huyu. Mimi niseme. Haoni shida iko kwenu. Na niwaambie wana Simba. Huu ni mkakati maalum umetengenezwa baadhi na watu ambao haitaki mema Simba. Kuna nani hao? Na kuna baadhi waandishi wachache wanatumika katika hili. Kuna baadhi ya wachache wanatumika katika hili. Na niwaambie wana Simba, ili jambo alifanywa kwa bahati mbaya. Wawe makini, waendelee kuisupport team, kwa sababu mazingira yanayotengenezwa ili kuna namna ambavyo mashabiki wa Simba tunaendelea kufanyaje? Kunyanyasika kwenye mpira kwenye nchi. Leo wacha niwaambie jambo moja dogo sana. Miaka ya 2009, 2008, 2009, kama nitakuwa sawa sawa wakati huo, wajumbe wa utendaji kuna mtu anaitwa Mzee Kinesi. Wajumbe kamati ya utendaji kuna mtu anaitwa Marem Pamba. Wajumbe katika utendaji kuna mtu anaitwa Ibrahimu Maestro. Kuna kakangu mmoja nimemsahau jina, alikuwa anafanya ardhi hapo. Simba ilikuwa omba. Simba ilikuwa na njaa. Leo kuna baadhi ya watu wanaokaa vikundi vyao vya kiuni kwenye kahawa wanaosema jamani, mwekezaji aondoke, mwekezaji aondoke. Hawa ndio walikuwa wanatumia kofia kupita kwa wanachama wa Simba wachange 100 Simba ipate kunywa maji pale Kinesi. Tuna mchezaji anaitwa Sania Tibu.
Tuna mchezaji alikuwa anaitwa Sani Siaka. Tuna mchezaji alikuwa anaitwa Rashid Simkoko. Nyinyi mnawajua? Kuna mchezaji alikuwa anaitwa Jonas Gerard Mkude. Kuna mchezaji alikuwa na Manzili Singano Messi. Simba kuna muda ilishindwa kuwasajili wale hawana hela. Nendeni mkamulize Patrick Lemamo, anajua vizuri hii historia. Leo hii yani mtu anasimama yule aliyopita katika kipindi kile anasema mwekezaji hafai. Huyu anasema kwa sababu ya maslahi yake, sio kwa maslahi ya Simba. Maslahi binafsi. Ndio moja anaotumia. Hatuwezi. Derek, nikwambie. Hatuwezi kurudi nyuma wana Simba. Na afadhalia mimi Kisugu ninaongea. Kuna watu niwaambie wanaotisha press kwenda kumzungumzia ovyo mwekezaji, wanaotisha press kwenda kumzungumzia ovyo Jeruti. Hawatakiwi mikoani wanted. Wacha waende waone. Hawatakiwi mikoani. Vita imetangazwa. Wewe maji ya kunywa na kushinda unaomba kama alivyoomba Kisugu, alafu unakaa katika watu unasema mwekezaji hafai kwenye timu. Ebo ila mpira unahitaji uwekezaji. Mpira unahitaji pesa. Kuna wengine naona aibu mimi watani zangu. Leo hii nchi zenyewe duniani zinahitaji wawekezaji. Wai Simba leo ukisikiliza sera zao wanasema wako wawekezaji. Nitumie lugha moja, Mama Nasra atanisamehe sana mke wangu. Kuna muda mwingine wanaume wote duniani ukiamua kumapproach mtu, chambo cha kwanza kinakuwa nini? Pesa. Ndio hao wawekezaji wanatuambia wapo watakuja. Kipindi cha usajili hiki wameshindwa hata sisi kutulia maneno kututia mchezaji. Wapo wameleta. Wache niseme nani kama Mo? Nani kama Mo? Tutaendelea kumlinda, tutaendelea kumpambania, lakini tutampambania kwa sababu ya maslahi mapana ya Simba Sports. Sawa Mikoi. Haiwezekani mwanadamu uwe kama kinyonga. Kuna muda wanatufikirisha hawa, wanaita place hawa, wanaojiita wazee. Wazee wa Simba. Niwaambie wana Simba, Simba ni moja. Kama slogan ya Simba ilivyosema, Simba nguvu moja. Tutapambana usiku, tutapambana mchana ili kuhakikisha wawekezaji wanakuwa salama. Nendeni mkaone namna ambavyo Jeruti alivyopambana kwenye Simba. Kinachotakiwa nini kwa wana Simba? Ni kwenda kumpa support. Leo kuna mwana Simba anadiriki kuacha jezi original kwenda kununua jezi fake. Wewe ni mhujumu uchumi. Wewe ni msaliti. Na leo niseme nimpongeze sana Jeruti. Mimi kama Mikoi Kisugu ameniidhinisha kusimamia na kukamata jezi zote feki katika nchi kwa sheria. Na nazungumza rasmi, Watanzania wanisikie, kuanzia sasa nina dhamana kukukamata nikikukuta umevaa jezi feki kwenye nchi. Nitakukamata kwa mujibu wa sheria na nitakwenda kufungulia kesi. Wewe ni mhujumu uchumi kama mhujumu uchumi wengine. Evidence hapa. Deriki, take care. Nakwambia. Waswahili wanasema sasa jambo limefika kwa nani? Kwa mkunaji. Pere limempata mkunaji. Hii yote Salome, tunawapambania wawekezaji ili Simba iwe salama, ili Simba malengo yake yatimie.
Leo kazi unasema tunamtaka sui namba ngapi, utampataje bila kununua jezi original? Mikoi, kabla tujienda mbali kwenye hili la jezi ambao umezungumzia, kuna kampeni imeanzishwa. Tuje tulizungumzie tamasha ilivyokuwa. Tuje kwenye hii kampeni ambayo imeanzishwa na Jerut mwenyewe ya kununua jezi ili aweze kuletwa mchezaji X Factors. Kampeni hii unaizungumziaje? Kwanza mimi nimpongeze Jerut. Ni jambo jema, ni jambo zuri. Lakini nimwambie Jerut imetoka kuzungumza muda mchache sana. Nimetembea hapa, waandishi mmenipigia simu wakati niko posta kule wala kuita feri. Namna nilivyotoka kule feri mpaka nilipofika hapa kaburi moja, 99% wana Simba wamelipokea. Okay. Jambo limepokelewa. 99% wana Simba wako tayari. Jerut amezungumzia kwa mifano, wana Simba wamekwenda kwenye uasiria. Wanadai sio 100,000 aweke 250,000. Wanunue jezi. X Factor patikana. Yes. Na inshallah dhamira ikiwepo, nia ikiwepo, tafanikiwa katika kitu ambacho achozungumza Jerut. Wana Simba mko tayari? Yes. Support challenge. Wana Simba wako tayari. Moja, kusupport challenge, lakini pili kusupport timu yao. Lakini tatu, kusupport wawekezaji, kwa sababu wana Simba wanajua umuhimu wa wawekezaji. Na ndio maana leo waandishi mlikuwa mashahidi. Mmefika katika uwanja wa Uhuru. Umeona wana Simba walivyopendeza na jezi zao mpya. Jezi ambazo ukimuuliza mwana Simba imetengenezwa na kiwanda gani, atakwambia Diadora. Lakini kuna jezi zinavalika katika Tanzania, wallahi ukimuuliza aliyevaa ametengeneza kiwanda gani, hawezi kukutajia. Kilodongo sasa upande wa pili. Ni viwanda vichache tu Tanzania vina uwezo kutengeneza fulana au jezi wakaeka barcode. Vichache. Mambo yakosekana. Mmeona tamasha lao? Tulizungumza, tumeliona. Na wewe umeliona lakini. Tuanzie kwanza Mikoi kwenye tamasha lenu hapo juzi ambao lilifanyika. Lakini tamasha lilikuwa na chungu tamu. Dakika za jioni dhidi ya Polisi Tanzania mnachezea kichapo. Polisi Kenya mnachezea kichapo Mikoi Kisugu. Tuanzie hapo kwanza, tamasha lenu lilikuwa tamasha la aina gani kwa upande wako, kwa sababu haukuwepo, ulishuhudia kwenye TV Mikoi? Moja, kwanza ni kuwapongeza wana Simba kwa sababu wamejitokeza kwa wingi, wamekwenda kujaza uwanja wa Uhuru. Ndani yake katika kuwapongeza wamevaa jezi bora, jezi ya kisasa na jezi mpya. Lakini pili, lazima niwapongeze management ya Simba. Tamasha limekwenda kwenye mpangilio thabiti. Kila mmoja ameenjoy, kila mmoja amefurahi. Lakini kipekee nimpongeze sana msemaji wa Simba Ahmed Ally pamoja na kitengo cha habari. Wamekuwa wabunifu wakubwa na wabunifu wazuri kwenye matamasha. Lakini tamasha lile ukiliangalia si kwa sababu ya Tanzania ya Simba tu, limeleta maslahi kwa nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumekwenda kutangaza utalii wa nchi sisi Simba Sports. Ngorongoro. Tulipokwenda Ngorongoro, mimi juzi nilikuwa na Nane Nane kwenye kilele cha Nane Nane. Katika kutembea nikatembea banda ambalo wana Ngorongoro walikuja kuweka banda kuonyesha utalii wao. Kiukweli walinipokea mapokezi ya ajabu sana pale. Sikuamini. Nikauliza wao imekuwa mapokezi makubwa kama haya. Wakasema nyinyi mashabiki wa Simba mmetuheshimisha Ngorongoro na mmetupaisha Ngorongoro. Nikamuuliza sijakuelewa. Akanambia unaona karatasi pale? Nenda kaangalie namna ambavyo Simba mlivyoanza kutangaza Ngorongoro, watalii walivyoongezeka kwa wingi kuja Ngorongoro. Kwa hiyo unapokwenda kuzungumzia tamasha la Simba, unakwenda kulizungumzia taasisi ambayo imekwenda kutengeneza formula, kuleta changamoto na kuleta mapato kwenye nchi ya Tanzania. Leo hii kuna watu walikuwa wanatamani kwenda Ngorongoro kwenda kumuona Simba. Kuna watu wengine wamemuona Simba pale uwanja Uhuru na wameshashika, kumbe Simba ndio kwa hivi. Tutakwenda wapi? Tutakwenda Ngorongoro. Kwa hiyo tulikuwa tamasha zuri. Lilikuwa tamasha bora. Tamasha ambalo limewekwa kwenye mpangilio thabiti. Tamasha ambalo wasanii kama wasanii wamekwenda kutumbuiza. Kuna matamasha wameleta wasanii wameona wamefeli, wamekwenda kumchukua mchezaji wakampa maiki, wakamchukua mchezaji akawa stage show. Yes. Liko tamasha kenda kutumia Mzinze na mdogo wangu Mohamed Hussein Shabalala akacheza. Si mbunifu hayo
Nilikuwa naangalia naambiwa mdogo wangu Kibwana, naye mwagika Kibwana kaambia sio kazi yangu, mimi kazi yangu kucheza mpira. Sio kucheza muziki. Kwa hiyo lazima nikiri Salome. Tamasha la Simba lilikuwa zuri, wana Simba wameenjoy. Hitimisho sasa la tamasha la Simba ilikuwa ni mchezo dhidi ya Polisi Kenya, na mashabiki walikuwa sasa wanatamani kushuhudia usajili wao ambao wameufanya. Walishuhudia timu ikiwa Rwanda kwenye Kagame Cup, lakini live sasa ile wako na timu yao pale, lakini mambo yakaenda vibaya, mkachezea chuma 1-0. Maneno yakaanza, hiki ndo kikosi ambacho mnakitarajia kwenda nacho msimu unaokuja na tarehe 12 pia, au kuna kikosi kingine kinasubiriwa? Ni kile ambacho kuna wachezaji wametoka kwenye ligi ya South Africa. Katika wachezaji 5 waliotarajiwa kuchukua MVP ndani ya kikosi kile alikuwemo Kalesto. Kuna watu walifanya tamasha jana, mchezaji kutoka South Africa alikuwepo, nisimfiche, anaitwa Shalulile, lakini hakuwemo katika wachezaji 5 bora kwenye ligi ya Afrika Kusini. Deriki, unanielewa? Kweli sio kweli? Ndani ya kikosi kile ndio nakwambia kuna mchezaji miaka 3 iliyopita ameshiriki under 20 ya kombe la dunia Nigeria. Kweli sio kweli? Kile kikosi kilichopigwa na Polisi Kenya na fainali amecheza Jabil. Waambie kile kikosi kuna mchezaji mwaka huu kwenye ligi ya Mali ndio ameka historia miaka 20. Hakuna mchezaji yote kwenye ligi ya Mali alifikia goli 17. Aliyefikisha alikuwa kwenye kikosi kile. Unamzungumzia nani? Ibrahim Dumbia. Mnamuita Victor Osimhen. Yes. Kwa hiyo kile kikosi kimesheheni. Lakini kile kikosi kimefungwa. This is football. This is football. Kuna kikosi kimefungwa golini anacheza Batezi, 2 anacheza Lizarazu, 4 kuna Dischampu, 5 Desailly, 6 Makelele, 7 Make Overmax. Unajua hiyo timu? Unajua? Patrick Vieira anatembea 8 hiyo. 9 anatembea Tisgate, 10 anatembea Zidane. Haijafungwa. Imefungwa. Ufaransa hiyo bro. This is football. Kwa ile ilikuwa sehemu ya mpira. Simba inafungwa kipindi cha pili dakika za mwisho. Namba 4 Mbegu, sema uongo. Mchezaji wa Simba lakini. Nieleweke. Simba. Namba 5 anamaliza Somfuko. Mchezaji wa Simba pia. Kwa ni matokeo ambayo tumeyakubali na tumeyapokea kama matokeo nini? Ya mpira. Lakini tunajua ubora, tunajua uimara wa kikosi chetu, na inshallah Mwenyezi Mungu ikimpendeza akiwa na afya njema, tukiwa na afya njema tunakwenda Zanzibar kuisupport team. Tunawafunga tarehe 12. Tarehe 13 tunarudi na ngao ya jamii, tunapitia sehemu tunakwenda kuchimba dawa. Mikoi, unasema mnawafunga tarehe 12. Mmewashuhudia hapo jana kwa mara ya kwanza toka wafanye usajili wao, kwa sababu wao kambi yao ilikuwa ya ndani kwa ndani. Kwanza kikosi umekiona, wanakuambia licha ya kwamba wamefungwa lakini timu wanayo. Kuna mwimba mmoja wa taarabu. Kuna mwimba mmoja wa taarabu simkumbuki. Lakini watazamaji wanaweza kumkumbuka na kukumbuka wimbo. Wanasema pembe la ng'ombe. Alifichiki. Pembe la ng'ombe. Pembe la ng'ombe alifanyaje? Alifichiki. Tumeona jana. Goalkeeper namba 2 kaingia kipindi cha kwanza kachezea. Goalkeeper namba 2 kaingia kipindi cha pili kachezea. Namba 1 kachezea. Pembe la ng'ombe. Aliingia kipindi cha kwanza. Naye kafanyaje? Kachezea. Pembe la ng'ombe. Wamemchukua beki, kenda kumzimia mtu kwenye 6, box kwenye 6. Aitwa nani yule? Kamzimia mtu mwamba kaitia nyavuni. Pembe la ng'ombe. Wakaona libadiliki, linabetubadilishe. Wakamtia ndugu yangu leo nimekutana naye hapo na nimeokota. Nani? Ibrahim Baka. Nimeokota. Na akakutana nacho. Kwamba amepita. Lakini Mikoi, uliona performance ile ya kawaida. Moja, naamini kwamba lazima nikiri wachezaji wamesajiliwa vizuri. Lakini ile technical bench, ile nyumba ya ulisi ile. Ile familia ile, friend familia. Ile ndio inatoa mashaka. Kocha mkuu wa Yanga na kocha msaidizi wa Yanga, mtoto wa mdogo na mkubwa. Si ndio uzuri mnafanya kazi. Na ukitaka kujua kwamba lile technical bench lina matatizo,
Siku zote unapokwenda kwenye pre-season, timu yote lazima ufanye mechi za nini, za kirafiki, ambazo kwenda kuangalia kile ambacho unakwenda nini kukitrain kiko sawa sawa. Wewe Yanga ushaona anacheza mechi ya kirafiki ukienda Bonanza? Wamecheza za kirafiki na timu inaitwa Magereza, walifunga zote kama mbili. Mbona hamkusema waandishi mpaka niseme mimi? Hivi na ndio maana kumbe unafungaga vibonde. Nimesikia ila mdogo wangu jana analia, bora tungeita KMC. Kevo huyo. Anaitwa nani? Kevo. Alikuwa anataka KMC, kumbe kama ana vibonde wengine. Anataka furaha, hataki huzuni. Kwa hiyo mimi naamini kila mmoja amesajili kwa namna ambavyo alivyoona kwenye timu yake, na bahati nzuri muda si mrefu ligi ya NBC itaanza, lakini kabla ya ligi ya NBC kuanza tutakwenda kwenye ngao ya jamii, tutajua nani amesajili vizuri. Nacho mwaka jana tulichopigia Zanzibar bado kipo. Kikosi kilichosababisha baba yao kufikia mwamuzi awatetee bado kipo. Kikosi kilichosababisha shirikisho kwenda kutunga kanuni mpya bado tunayo. Waona habari kwamba kanuni mpya imetungwa kwa ajili ya Yanga kuwakimbia Simba kukaa kwenye nyumba la Msembonde, ile ya kunyang'anywa alama. Yes. Kwani kosikilia kipo? Kipo. Na wao wameshusha Savyuma, wanakuambia wale kwa mnaona wa kawaida. Chuma nani? Sheikh. Ana miaka miwili ligi ya South Africa. Akitokea mwamba kinithibitisha akafunga goli 10 na toa laki. Kwenye miaka miwili. Yes. Kuna ile striker jingine. Nasema hivi. Yule mchezaji kila ukimwona alikuwa anamuona kwa ajili ya ndevu tu ile kinyozi. Na goli hata ningemweka ndugu yangu mimi angefunga pale. Nani? Au kuona? Kila ukimwona mwanaume unaona ndevu tu. Yeye vitu mguuni uviona. Kuna tofauti kubwa sana kati ya majina na wachezaji. Sisi tuna wachezaji, wao wana majina. Okay. Yeye mna wachezaji, wao wana majina. Nawashukuru sana waandishi wa habari. Asante.